Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Kutembelea wagonjwa. Utakuwa mzito wa kumwomba mtu msamaha. Kufunguka kilichokuwa kinakukera. Utaongea kauli itakayojidhihirisha baada ya muda mchache kwa kitu kutokea. Utakuwa mwenye kupingana kauli na mtu mwenye asili moja ya kinyota na wewe. Mtu ataonesha hali kukuonea wivu kwa muonekano wako au unachokimiliki. Hutotaka kumwamini mtu tena kwa kufuata hisia zilizokudanganya. Utahitaji ufumbuzi wa jambo lakini muda haukupi ushirikiano. Utafurahishwa na zawadi, kitu au hitaji uliloliomba kwa muda mrefu. Mtu mwenye asili ya maji atakuwa mwaminifu kwako. Kuituliza homa ya mtu kwa kumshika, kutokana na nguvu iliyopo mikononi mwako, au kuituliza hali yoyote ya mtu kwa kuongea jambo. Utakuwa funguo au chanzo cha mtu kupata kitu. Kuitwa jina la heshima na mtu usiyefahamiana naye. Inaashiria nguvu yako inatambulika kwa ukubwa tofauti na unavyojidhania. Nyota ya mbuzi. Utajilazimisha kuwa katika hali ya uchangamfu ikiwa kuna madhira unayoyapitia. Kauli ya mtu itakukosesha amani au furaha. Kusononeka au kunung'unika kwa kuhisi unaonewa au kukosewa. Utafurahishwa na maendeleo mazuri ya mtu. Kumilikishwa kitu. Nyota ya mashuke. Baadhi ya watu watakutegemea kwa jambo fulani. Kujihisi mwenye kisunzi au kizunguzungu. Utatafuta namna kuficha ukweli ikiwa unajua unachokifanya. Unaweza kuugulia hali fulani ya maumivu. Baadhi yenu kuhisi kufungwa katika utafutaji. Mkosi wa kugombana na mtu. Mara nyingi utakaa kwa makasiriko au kujitenga. Hii ni kwa baadhi yenu. Na wenginewe wiki hii ina heri kwako. Kwa upatanisho na hitaji muhimu kuwepo. Nyota ya mapacha. Ni wakati wa kufanya kitu cha muhimu sana. Kuna watu wawili watajirudi kwako. Utapata kitu kimoja ambacho uliahidiwa au ulikuwa unakisubiri. Kumwona mtu mwenye alama ya kujeruhiwa. Unakumbushwa jambo ambalo halihitaji mzaha. Kujihisi huru baada ya kujiweka mbali na mtu mwenye ubinafsi au tamaa. Kumaliza upelelezi au uchunguzi. Kuyagundua mahusiano ya mtu. Kujihisi hali ya kichefuchefu au kukosa hamu ya kula. Roho mbaya ya mtu au chuki itakufunza. Utajaribu kumsemea mtu hali yake anayoipitia. Kuulaumu ukimya wa mtu. Kuombwa msamaha na mtu uliyetofautiana naye. Kupata ushirikiano au msaada wa kifamilia. Utambaini mtu mlongo. Kazi yako itatambulika. Hutopuuzwa tena. Utafanya kitu cha kujifariji au kujifurahisha. Nyota ya mizani. Kuhisi mtu anakuchunguza. Utapendezewa na ongea ya mtu fulani, kwa lafudhi au sauti yake. Hutoficha hisia zako kwa mtu unayempenda. Utaonekana katika hali ya wasiwasi kwa kukilinda unachokimiliki. Utafanikiwa kukipata unachokihangaikia. Kuahidiwa kufanyiwa mazuri. Kujirekebisha tabia. Utaikataa ofa ya mtu. Utakuwa na shauku ya kuonana na mtu. Utakuwa mwenye shaka na mtu. Kuona kitu kinachojirudia. Mtu atakuja na nia nzuri kwako. Kughairisha kitu. Kupendezwa na kitu au kumwona mnyama wa aina moja mara kwa mara. Ni ishara nzuri ya kumiliki au kupata kitu. Nyota ya ndoo. Kushiriki jambo la watu wengi au kuwa sehemu yenye mkusanyiko. Kupata hali ya msisimko baada ya kusikia kitu. Kupendeza sana na kusifiwa na mtu. Utafanyia kazi wazo la mtu. Kuona siku zinaisha kwa haraka. Kutamani kumwambia mtu kitu. Kufanyiwa mzaha au masihara. Utakuwa na safari yenye umuhimu. Kudokezewa jambo. Kuhisi utapata kitu kizuri kwa dalili utakazoziona. Nyota ya punda. Kitu kufanya kazi. Unaweza kuwa uliweka nia fulani ya jambo na kwa sasa utaona mwelekeo wake. Wachache wenu kuhamia sehemu. Mtu atakuwa anaongea na wewe ila utakuwa unamchambua kwa namna fulani. Kupata mapumziko mazuri. Utakuwa mwenye huruma na wivu.
Utashughulikia kitu. Nyota ya Simba. Hisia kali za kufikiri na maono kuwa nayo. Kuzungumza na mtu ukiwa usingizini. Mtu anashindwa kubaini kitu kutoka kwako. Kuhisi vichomi vya mara kwa mara. Jambo la kitiba litafanyika vizuri kwako, kwa nguvu iliyopo wakati huu. Kutoa sababu za kutofika sehemu. Utaikumbukia pesa uliyoifanyia matumizi. Urafiki au uhusiano kukua. Utampatia mtu pesa kwa ajili ya jambo. Kupitia hali ya kuweweseka au kuhisi kuona kitu. Nyota ya Mshale. Kuijua dhamira ya mtu kabla hajafanya kitu. Kuhamasisha jambo na litatekelezwa. Utakuwa sababu ya mawasiliano ya watu kurudi. Utajitoa katika kizuizi. Utahisi mtu anapitia ugumu. Kumpenda mtu sana. Kuiwazia kesho yako kimaisha na mengineyo. Nyota ya Samaki. Kuanzisha utaratibu wa kuwasiliana na mtu mara kwa mara. Kuwahisha kitu kabla ya muda wake kuisha. Kuwazia kitu muhimu kwako. Kuhitaji kufikia lengo. Kutamani kitu kifanyike kwa haraka. Kupata ruhusa au jambo lako kuhizinishwa. Nyota ya Kaa. Kuelewa kitu kwa mtazamo wako tu wa haraka. Kupata elimu ya kitu. Kuiacha tabia fulani uliyokuwa nayo. Kukumbukia kitu na hali yako ya sasa unayoipitia. Utakuwa na hisia kali na mwenye imani. Unaweza kupata mwongozo kabla ya kufanya kitu. Ulinzi wa Mungu upo na wewe siku zote. Utalijua hilo baada ya kukumbukia kitu au jambo kutokea kwa sasa. Utapata uhuru au haki yako. Utakuwa na maelewano mazuri na mtu aliyekuzidi umri. Nyota ya Nge. Kuangalia sana vitu vya kutisha. Kuhimizwa kufanya ibada au jambo zuri. Kuuliziwa kuhusu kitu ulichokuwa unakifanya. Kupata mafua. Kujizuia kucheka kwa jambo fulani baada ya kutokea. Utamwambia mtu ajaribu jambo kwa mara nyingine. Utakula kitu kizuri utakachokipenda. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.